Eneo la Bore, kaunti ya Meru imenusurika kifo baada ya nyumba yao kuchomwa moto alfajiri ya Jumamosi katika tukio linalodaiwa kuhusishwa na mgogoro wa muda mrefu wa ardhi. Tukio hilo limezua hofu na hasira miongoni mwa wakazi na kusababisha maandamano yaliyofunga barabara ya Meru Isiolo kwa saa kadhaa. Geoffrey Ondieki na taarifa kamili. Jumamosi alfajiri ndivyo hali ilikuwa kwa Simon Kirimi, mmiliki wa nyumba hii, baada ya watu wasiojulikana kumvamia nyumbani kwake na kuteketeza makazi yao kwa moto na kuacha familia yake ikikadiria hasara kubwa. Simon anasema washambuliaji wasiojulikana walivamia makazi hayo mapema asubuhi na kuyachoma kwa moto, tukio analodai linahusiana na mgogoro wa ardhi ambao umekuwa kwa muda mrefu. Asubuhi tuliamka tu mimi nikaamka nikasikia watu wakipiga nduru kutoka tu kama 20 meters. Nilikuwa nimetoa mtoto na bibi yangu, within 20 kama nikuenda kama 20 meters mimi nikaona nyumba tu imechomeka yote. Na watu ni kama walikuwa wametumwa na kuna marisasi ikapigwa. Na marisasi ni kama ni askari walikuwa wamewasimamia wakachoma nyumba. Kila kitu nimechomewa, kila kitu, sina kitu kingine. Tuna stay under ya kukaa kwa shamba. Kesi ilikuwa inaendelea kutoka kitambo na hii kesi iko kotini na kuna stay under iko hata saa hii. Wakazi wanasema mfanyabiashara kutoka eneo lingine la kaunti ya Meru amedai kumiliki ardhi hiyo licha ya kuwepo kwa amri ya mahakama inayozuia uhamisho wowote wa wakazi hadi kesi isikilizwe na kuamuliwa. Ndiyo kijana amechomekewa na nyumba. Nguo ni hizo tu anavaa, ndiye amebaki naye. Ma certificate yote, vitambulisho yake na kila kitu yote ilichomeka. Na hata chakula yote hakuna kitu amebaki naye. Lakini kile kimetutangaza watu wamekuja mova ni 100 saa 11 wakakuja kwa kiana kwa Simoni ile wamekuwa wamelala, tukasikia nduru vile nimekuwa kwangu akimbia kwa mbio. Kufuatia tukio hilo, wakazi wenye hasira walifunga barabara ya Meru Isiolo kwa takriban saa 3 wakitaka haki itendeke, hatua ambayo ilisababisha msongamano mkubwa wa magari na kuathiri shughuli za biashara. Hata hivyo, maafisa kutoka kituo cha polisi cha Isiolo walilazimika kuingilia kati na kurejesha hali ya utulivu. Geoffrey Ondieki, TV 47.